swali la pili, na hili linatokana na pongezi, kwa sababu mara nyingi wakitokea watu kwenye mitandao, hata juzi ulisuluhisha mgogoro mmoja wa mama mmoja wa nyumba wakina mama wakilia unakwenda haraka unakwenda. Kuna mwananchi wako mmoja kwenye mitandao ya kijamii alitajwa kutekwa, kwa sababu umezungumza swala la kuteka hapa. Mwananchi wako mmoja anaitwa Polepole na mama yake alilia kidogo. Nataka kufahamu, umeenda kumtembelea na mwananchi wako mpaka sasa una taarifa zake? Lakini pia nimeuliza swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole alipo na labda tumefanya nini, tumesha labda kwenda kumtembelea yule mama. In fact mimi kama mkuu wa mkoa, katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana. Yani huwezi kukwenda, yani you can't foot everywhere and let your legs wet. Katika kukwenda kila mahali wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huu. Lakini ukweli ni kwamba Polepole si alikuwa balozi. Mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzuru akiwa nchi gani. Na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa sasa kwa ajili ya usalama wako. Sina hizo profile. Wewe mwenzangu ulivyokuwa unasikia kwamba Polepole yuko si wapi, na mimi nilikuwa nasikia hivyo hivyo. Na napokuja kusikia kwamba sasa Polepole sio amechukuliwa, na mimi nasikia tena vile vile. Kwa kumbe alikuwa Dar es Salaam. Mtu mmoja kana ananionyesha kwa kamera kamoja kanasema, alikuwa anasema hapa ni wapi? Lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini nikasema sawa, sasa kwenye sanamu inawezekana ikawa ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole. Lakini kikubwa na mimi nimekuwa mfuatiliaji tu kwenye YouTube. Anachokieleza kuna siku amenitaja pale, na ngoja ni check na mimi kwenye YouTube. Nikaona tu huku kote hakuna kitu kinachokuonyesha kibao tu kwamba hapo ni wapi. Hamna. Basi linalo nihusu na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kulifanyia kazi. Basi kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya yanayohusiana haya, basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi katika masuala ya uchunguzi, kujua alikuwepo, alikuwa nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza. Jeshi la polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi. Na kama nilivyosema, upelelezi wa jambo lote ni issue ya teknolojia. Pengine Marekani anaweza kupeleza jambo lake very likely ikawa quite different na mimi ninaweza kupeleza jambo langu kwa sababu ambapo teknolojia. Leo kwa mfano tulipokuwa tunaangalia sisi Dar es Salaam, jambo lililoibiwa au vitu vilivyovunjwa tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera. Why about ambaye kufunga kamera? Tunaanza kubishana. Hata kwenye mipira. Zamani mnakumbuka, tulikuwa tunajipigia tunajibutulia tu goli refa anawaza anasema basi hili we goli. Lakini leo imekuja kitu kinaitwa VAR. Watu wanakwenda ndani, wanasikilizia, wanaiangalia, wanasema mpira katikati ni goli. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu katika kusaidia uchunguzi na upelelezi wa jambo lolote. Technology, time, audience, context, environment, vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia na vikarahisisha. Lakini plus human capital pia ulionayo. Vyote ni vitu kwenye combination, vyote hivi vinasaidia ili kupata jambo ambalo